Ndugu zangu vijana wapendwa, wana familia ya Mungu, leo kanisa linafanya kumbukumbu ya watakatifu Simoni Zelote na mtakatifu Yuda Tadeo. Watakatifu hawa Simoni Zelote na Yuda Tadeo, ambao walikuwa miongoni mwa mitume 12 wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapofanya kumbukumbu zao leo, sisi kama vijana tunapaswa tukumbuke wazi kwamba daima tubaki kuwa waaminifu kwa Mungu na kwa binadamu wenzetu. Simoni Zelote, anayeitwa pia Simoni Mkananayo, alikuwa ni mtu mwenye bidii kubwa katika imani na alijitolea kabisa kwa kazi ya Kristo. Yuda Tadeo, anayeitwa pia Yuda mwana wa Yakobo, ndiye mwandishi wa waraka wa Yuda katika Agano Jipya, na alijulikana sana kama msaidizi wa mambo yasiyowezekana, yaani mtakatifu wa mambo yaliyopotea matumaini. Wote wawili walihubiri Injili mbali na nchi zao, wakateswa na hatimaye wakafa kifo cha kishahidi, wakionyesha uaminifu kwa Kristo hadi mwisho. Ndugu zangu wapendwa, na hasa vijana, somo hili la leo linatukumbusha kuwa kanisa limejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Ndugu zangu vijana, katika dunia sasa ambayo imekuwa na mambo mengi, mambo ya teknolojia, vijana wamepoteza matumaini. Ndugu zangu, tukiwaomba watakatifu hawa, matumaini yetu yatarudi na tuweze kutenda kazi za kuinjilisha. Mungu anawaita hata mkiwa wa kawaida. Katika ulimwengu wa sasa, vijana tunadhani pengine kuwa mtakatifu lazima ufanye mambo ya ajabu. Katika ukawaida wako Mwenyezi Mungu anatuita. Simoni na Yuda walikuwa watu wa kawaida sana. Simoni alikuwa mtu mwenye hasira ya haki. Yuda alikuwa karibu asijulikane kwa sababu ya jina lake kufanana na Yuda Iskariote. Lakini Yesu aliwaita. Hivyo ndivyo alivyo Mungu. Anakuita hata kama wewe hujioni bora. Ana mpango na maisha yako. Jana, msikate tamaa ya maisha. Mwenyezi Mungu katika udhaifu wako amekuleta hapa duniani, ana mpango na maisha yako. Na hivyo daima tuendelee kuwa waaminifu. Ndugu zangu vijana, tunajifunza leo ujasiri wa kimisionari. Mitume hawa walihubiri katika nchi ngeni bila uhakika wa usalama wao wala mafanikio. Vijana wa leo mnaalikwa kuwa mashujaa wa imani. Usiogope kusema ukweli, kusaidia wenzenu na kuishi kwa uaminifu hata pale ambapo ni vigumu. Tunapaswa kujitoa. Ndugu zangu vijana, tumaini katika mambo magumu ndio msingi wa imani yetu na maendeleo yetu kama vijana. Yuda Tadeo anaitwa mtakatifu wa mambo yaliyopotea matumaini. Hii inamaanisha kwamba hakuna hali isiyoweza kubadilika. Hata kama unahisi umesahaulika, kuna nafasi au mambo hayaendi vizuri, kumbuka Mungu anaweza kubadilisha hali hiyo. Wewe si jambo lililopotea, wewe ni zawadi ya Mungu. Ninyi si wageni tena, bali ni raia wamoja na watakatifu, watu wa nyumba ya Mungu. Waefeso 2:19. Ndugu zangu vijana, tunapotafakari watakatifu hao, tunaitwa tujitafakari maisha yetu na sisi. Kila mmoja wetu kwa nafasi yake atafute mtu mmoja, rafiki yake katika wiki hii, ampe matumaini, amsamehe au amsaidie, ili kila kijana awe ni nuru kwa kijana mwenzake. Wakati unakutana na changamoto, muombe Mtakatifu Yuda
akuimarishe. Ukumbuke ujasiri wa Simoni Zarote. Wakati Yuda anakuimarisha, ujasiri utakusaidia katika kuimarika huko kumrudia Mwenyezi Mungu. Kumbuka, utakatifu hauanzi mbali, unaanza shuleni, nyumbani na kwa rafiki zetu. Mwenyezi Mungu awajalie na awape baraka mnazostahili, lakini kumbukeni kwamba utakatifu unaanzia nyumbani, na ndio maana nyumba ni sala na nyumba ni kanisa dogo ambamo Wakristo wanaanza kujifunza mambo ya matumaini na kujifunza kuwa wajasiri katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.